utaratibu na matumizi ya vyombo vya moto barabarani. Kikao hiki ni waliopo hapa ni bodaboda, si ndio? Hakuna watu magari. Kwa hiyo tutaelezea utaratibu gani dereva wa pikipiki anatakiwa awe barabarani. Kwa hiyo ili uwe usafirishaji mzuri, kuna taratibu ambazo unatakiwa usifuate kwenye chombo chako cha moto. Sawa? Kitu cha kwanza, unatakiwa uwe na leseni ya udereva. Yako unatakiwa iwe na bima. Pikipiki iwe na bima. Je, pikipiki yetu tunakata bima? Kuna mazoea ya kuendesha pikipiki bila kufuata utaratibu. Mtu ukimuuliza kuhusu utaratibu na kushangaa kwamba wewe unamuuliza mimi leseni ya nini? Utaipata wapi leseni? Lakini sheria inakutaka wewe uwe na leseni, na kutokujua sheria sio kinga kwamba uendeshe pikipiki bila nini? Bila leseni. Na pikipiki yako unatakiwa wewe mwenyewe una leseni. Pikipiki ukate nini? Bima. Ukate bima. Kitu chengine kwenye hizi pikipiki, zile plate number, sawa? Kuna plate number za namna hizi mbili kwa pikipiki. Plate number ya njano na plate number nyeupe. Sio kama tunaelewa maana zile plate number. Tunaelewa maana zile plate number? Namba moja niambie plate number ya njano na maana gani? Sasa kufafanua namna ya matumizi ya plate number hizo mbili. Na plate number ya njano. Plate number hii ya njano ni plate number ya matumizi binafsi. Kwamba hii haitumiki kwa matumizi ya biashara. Kwa hiyo bodaboda kama bodaboda haruhusiwi kutumia, yaani chombo chake hakiruhusiwi kuwa na plate number ya njano akiwa kwenye kijiwe chochote. Kwamba hii ni matumizi yake yeye binafsi. Na pia plate number ya rangi nyeupe, hii ni kwa ajili yetu sisi ambao tunafanya biashara ya usafirishaji. Jibu alilotoa hapa mshiriki ni jibu sahihi kabisa. Namba ya njano ni kwa matumizi binafsi, na namba ya nyeupe ni pikipiki ya biashara, ambao hapa wote tunafanya biashara, ni nafasi ya usafirishaji. Kwa hiyo pikipiki zenu namba zinatakiwa ziwe nyeupe, sawa? Na kwenye kadi yako pale wanakuandikia kabisa kwamba hii ni commercial. Kwa hiyo ile kadi yako ya kadi na plate number ziendane. So kama pikipiki umepewa kibao cha njano kile, wewe unaenda kuchora cheupe afu unaandika na namba za pikipiki pale cheupe. Sisi tulikwambia tuletee kadi ya pikipiki, tutatuletea kadi ya pikipiki. Angalia kwenye kadi, lakini kwenye kibao umekichora wewe mwenyewe cheupe, lakini kadi inasema ni private. Kwa hiyo kadi na plate number ziendane. Kama unataka kufanya hivyo kubadilisha, nenda sehemu husika, kabadilishe matumizi ya hiyo pikipiki. Kama unataka hiyo ya biashara, unaenda TRA wanakubadilishia. Kama unataka hiyo ya private, unaenda TRA wakubadilishia. Lakini kwa sisi maafisa wa usafirishaji, plate number zinatakiwa ziwe nyeupe. Haya, kipengele cha pili, ili wewe afisa biashara uweze kufanya biashara yako, unatakiwa ukate LATRA. Sawa? Ile LATRA wanakata kwa pikipiki ambazo vibao vyake ni nyeupe. Sawa? Kwa hiyo kama pikipiki yako ile kibao chako ni cheupe, unatakiwa ukate LATRA. Haijalishi unafanya biashara, ufanye biashara. Lakini maafisa wa usafirishaji, ipende kazi yako, ikamilishe kwenye kazi yako, ukizi vigezo vyote ambavyo wewe unavifanyia kazi kwenye kazi yako. Kama kazi yako uipende, jitahidi ukamilishe vitu ambavyo vinawezekana. Na vitu ambavyo vinawezekana, jitahidi ukamilishe. LATRA, kata LATRA, tafuta leseni yako, uweze kuingia wapi? Barabarani. Kitu chengine, ili uweze kuingia barabarani, unatakiwa na helmet. Kwa hiyo usafirishaji, sheria inakupenda helmet hizi. Helmet ngapi? Ya kwako wewe na abiria wako mmoja, sio abiria wawili. Abiria wangapi? Mmoja. Helmet imesajiliwa na kuna viongozi kwenye hiyo video vyenu. Tengezeni pale kwenye video vyenu
kuongoza kijiwe chenu. Sawa? Natengeneza sheria ndogo ndogo ambazo zitakuwa zinaongoza kijiwe chenu. Ukiona mtu anaenda kinyume na hizo taratibu, mtoeni kwenye kijiwe chenu, mwambie sasa tutaki kuendana na hizo taratibu hapo ziwezi. Sisi tutafanya au tutaachana nayo kuanzia sasa hivi?